Hapa Machakos ambapo gavana wa kaunti ya Machakos Wavinya Ndeti na naibu wake Francis Mwangangi wamepinga vikali matamshi ya kinara wa ODM Oburu Oginga akimrai Rais William Ruto kukumbatia uongozi wa udikteta kiasi ili kufanikisha shughuli nchini. Viongozi hao wakisema Kenya ni nchi inayolindwa na misingi thabiti ya demokrasia, hivyo hilo haliwezi kukubalika. Wamebaini kuwa wananchi ndio wana usemi wa mwisho na ni sharti maoni yao yasikizwe. Vivyo hivyo rais akiheshimu demokrasia iliyompa mamlaka ya kutawala. Kinara huyo ametakiwa kuomba Wakenya msamaha kwa kutoa matamshi hayo. Matamshi yake kinara wa chama cha ODM Oburu Oginga akimshauri Rais William Ruto kutumia udikteta kiasi kufanikisha shughuli nchini yameonekana kupingwa vikali. We try to move, but private interests around who want to benefit from small infrastructure which does not move the country anywhere. Always come in to put pressure on government not to move. And sometimes then there is too much democracy. There should be some little benevolent dictatorship so that some things can move. Gavana wa kaunti ya Machakos Wavinya Ndeti na naibu wake Francis Mwangangi wakighadhabishwa na matamshi hayo kwa kiasi kikubwa, wakisema kuwa taifa la Kenya ni la demokrasia na katu udikteta wa aina yoyote hauwezi kukubaliwa, kwani wananchi ndio wana uamuzi na semi zao lazima zisikike. ODM current ODM leader, elder brother to the late our leader devising the President of the Republic of Kenya to be a benevolent dictator. That cannot be allowed. In Kenya is a social democracy country where wananchi wanapaswa waseme yao na wasikizwe. Maneno ya benevolent dictator does not apply in this country. Yeah. Kenya is a democratic country. Wananchi akitaka akurudishe. Tumeona dictators wengi sana wakiletwa chini. Kinara huyo wa ODM akitakiwa kuomba Wakenya msamaha mara moja kuhusiana na matamshi hayo, wakisema kuwa hata nduguye marehemu Raila Odinga hakutania matamshi kama hayo, kwani alipigania demokrasia na ni lazima rais azingatie demokrasia iliyompa mamlaka. Oburu Odinga, please apologize to the people of Kenya. Your brother, our leader, the late Prime Minister, could not tolerate that kind of a thing. He died fighting for democracy. Haiwezekani ati brother yake, your elder brother, ndiye anasema ana-advise mtu ambaye watu wetu wamekufa mikononi mwake ati akuwe dikteta. Hiyo hatutaki. Huyo tulimchagua democratically. Lazima akae na aishi under the principles of democracy and guided by our constitution. Viongozi hao wamezungumza haya katika ziara ya maendeleo eneo la Matungulu, kaunti ya Machakos, wakiwasihi wananchi kuunga mkono kinara wa Wiper Stephen Kalonzo Musyoka mwaka wa 2027. Fredrick Wambua, Undugu TV.